Baada ya mapumziko mafupi tunarudi tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi, tabia ipi inakukera zaidi? Mimi tabia ino ni uzi. Nisio kina mama ambao tuna watoto wadogo. Mtu unakuta anamvalisha mtoto wake pampers, anatupa barabarani. Kwa kweli tabia siipendi. Pili, wanaume wana tabia moja. Wanakuja kwenye chupa za maji, wanatupa barabarani. Yaani inapopita likikanyaga ile chupa unakuta ikaruka mkojo kwa kumiliki. Kwa kweli tabia mimi siipendi. Kuna tabia moja ambayo inakera sana kwamba nimeiona mara nyingi kwenye mabasi ya mikoani. Yaani watu wananunua chakula, wanakula kwenye basi, alafu unakuta mtu amefungua kioo, anatupa manailoni. Yaani popote anatupa tu kila mahali. Ukipita barabara nzima ni mavyakula, yaani hiyo tabia sio nzuri. Sasa labda niulize tu, kuna uwezekano kwamba jamii ikakuwa na tabia ambayo inakuwa inafanana? Wakati mwingine inaweza kuwa tabia majority, wengi wao ikawa wanafanana, lakini sio wote. Haiwezi kuwa 100% tabia zinafanana. Labda mzee, tabia gani ambayo kwako uipendi? Kwako wewe ama kwa mtu mwingine ambaye uipendi? Mimi naona vijana wanaweza kuishoa wakanitukana. Vijana tu waliopo. Unajua? Kuna tatizo moja ambalo limeibuka kwa vijana. Zamani sisi ulikuwa labda ukinunua nguo, unanunua nguo ambao unahakika kwamba hii itakutosha kuvaa. Sasa mtindo ambao mimi nimechukua sasa hivi vijana kuvaa, kuna mtindo umekuja sije katakei. Fashion baba, fashion. Fashion gani? Unapokuja kumwachia mtu matokeo ni fashion hiyo. Kama abuga ilikuwa inabana. Hapana. Ilikuwa chini huku inabana, lakini haiwezi ukaonyesha mwili wako. Hivi sasa hivi hamna kijana anatafuta alitaomba mpaka nijeka. Hivi sasa wewe utafurahia kweli kijana wako anavaa nguo nzuri kabisa, lakini hapa ameivalia hapa chini. Haipendezi. Lakini hiyo inaniuzi sana kwa kweli. Mimi tabia yangu inaonekana hiyo ya kutema mate barabarani na makosa. Yaani mtu yani anapita tu anaona watu mtu analitemea hapo na kuondoka. Mimi naona hiyo tabia sio nzuri kiukweli. Yaani binadamu tu wa stara. Kuna vitu vingine vya kujiongeza wewe mwenyewe. Hivyo mwenyewe kabisa mtoto anakuona mtu mzima na akili zako. Umepita kabisa umetemea hapa afu unaendelea mbele afu na matusi juu. Yaani hicho ni kitu ambacho kinanikera kwa kweli. Na tabia nyingine ambayo siipendi ya matusi unapokutana, yani mbele ya umma ya watu unatukana tu matusi, unamtukania mtu mamake, babake bila sababu yoyote, yani ni kitu ambacho kinanikera sana. Mimi bodaboda wananikera sana. Bodaboda ile kuto kufuata taratibu za usalama barabarani, ukatiza ovyo nini, yani wakati mwingine anaenda anajigongesha mwenyewe kwenye gari alafu wanalianzisha, wanafunga barabara. Yani mimi nadhani serikali ingeliangalia jicho la tatu tabia za bodaboda. Tabia inanikera mimi, wakina dada, wakina mama, wengine utakuta mtu mzima lakini kachukua kitaiti kakibana wewe, alafu kishate kama mimi hapa. Kama mimi. Wewe umevaa jinsi, najua jinsi na tight, ni tight ile tofauti. Nyeupe, nakuta nyeupe kabisa lavaa, yani kinguo chake cha ndani kile kinaonekana. Alafu sasa anachukua kitopu kinafika hapa zinazamziki. Alafu sasa anapita anajikatisha mtu mzima kabisa. Ana kina dada unakuta mtoto kidogo na kitaiti na vile, yani kutembea uchi kifupi inakupo. Yani mimi nataka tubadilike, wakina dada wakina mama wote tuvae nguo za heshima. Kwa mwingine anatoka mama akamwambia kabisa usivae nguo, lakini atatafuta kila namna lazima ataivaa tu. Na ni nguo yake anayoipenda. Akinunua nguo yeye lazima ana kazi ya kuzibadilisha. Yaani alishazoea labda kuvaa vinguo vifupi tu, nguo ndefu yako kikero. Mzazi anaweza kukulea malezi bora na ni mazuri ya dini. Ila wewe mwenyewe mtoto uige vikundi. Wazazi wako wanaiga vikundi, kama mzazi kafanya kitu fulani, ndio hata kufanya kitendo kama kile. Wazazi wako hawapendi. Ila wanafanya kwa kujilazimisha. Kwa mimi nasema mavazi, kuvaa nguo ambazo zistahili au vipi, ni huruka tu ya mtu mwenyewe. Sababu unakuta mtu mwingine kazaliwa kabisa kwenye dini, wazazi wake wanaswali sala tano. Lakini unakuta analuka ukuta, anaruka. Mimi na rafiki yangu pale Mbagala alifariki. Mamake alikuwa Zanzibar. Alimwacha mamake anaswali sala tano. Usiku karuka geti. Kuna zile fence ambazo zina kama vyuma fulani, kamtoboa utumbo, kadondoka chini kafa. Mamake anaswali sala tano. Kwa hiyo tabia inatoka kwenye mtu mwenyewe, sio wazazi. Watoto wengine wanamfundisha vizuri, sema watoto wenyewe michaluka. Hivi kwa mfano wewe kijana wako unakaa naye nyumbani anakula ugali wako. Anatoka ndani amevaa katakei.
na wewe unamuona tu kama kawaida, inakuja kwako wakati unakaa naye nyumbani. Ni vitu ambavyo unajua wakati mwingine hata akina mama kweli wanachangia, hata wazazi wanachangia. Sawa gani wewe unaweza mtoto ukamwambia kitu, wewe mbwa wewe, mtoto anaweza kumuita mbwa unamtukana mbwa wewe siji nini, ndio ule matapishi yangu, unaweza ukafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo wazazi vile vile wanachangia, hiki kitu kipo, tusikatae, hivi vitu vipo, wazazi wanachangia. Kwa wale ambao wameoa ama umeolewa, ni tabia gani ambazo zinakukera kutoka kwa mke wako au mume wako? Dada, tabia gani ambazo zinakukera kutoka kwa mume wako? Mimi kwa kweli tabia ambayo inanikera sana ni kama mtu mume wako au mke wako. Mume wako Sio mke wako. Mume au mke. Mke wako anaweza kukwambia neno zuri tu, au mume wako kukwambia neno zuri, kaza ukaribiana nje, watu wakasikia tabia si ipi. Mimi naona bora kama mnaongea muongee ndani, malizane ndani. Kwangu mimi huwa napenda usafi. Kwa hiyo mimi mwanamke akiwa mchafu, sio kwamba mke wangu ni mchafu. Na siwezi kuzungumzia kama mke wangu ana tabia gani, ni ngumu. Lakini uchafu ni kitu kibaya sana, hasa kwa mwanamke nyumbani. Mimi napenda mwanamke awe msafi, nyumba ipendeze, muda wote nikiangalia mazingira yako safi. Tabia nisipenda kwa wanaume, kuchelewa kurudi nyumbani bila kuchelewa kurudi nyumbani bila sababu. Kama kuna sababu za msingi sana, lakini watu wengine hawana sababu za msingi. Sababu hizi hajipangi. Haya msingi labda nakuta na kufuta, lakini mwingine katoka kazini anajizuhuria tu kila siku saa 5 saa 6. Kama kawaida ile makati yetu sasa ya kufurahi nifika, twende tukafurahi. Umesikia Masai mzee wa kazi? Mjomba Hasani anakaa hapa. Kwa kina Modikusi hapa. Si ile mrefu mfupi maji ya kunde ya maji ya Mjomba Hasani usiendesha boxer yule. Anaendesha pikipiki. Karudi kwenye mishemishe zake na bodaboda yake kaipaki kasema anaenda kuoga. Kopo la kwanza mjomba Hasani, kopo la pili. Mjomba Hasani kopo la tatu mzee wa kazi. Ngoja kwanza. Kwani wewe kusema bila kutoboa hivi? Wewe mali si tori tu pole pole bila kutoboa. Basi. Wewe si kusema tu bila hiyo. Basi nakupeleka hivi vya kapela. Ndio twende Kipela. Umeona? Mjomba Hasani kachukua kendo chake, kaingia ndani anaoga kopo la kwanza, kopo la pili. Mzee wa kazi kopo la tatu. Majirani wananiloga. Kwa nini tena? Namuuliza mjomba Hasani vipi? Majirani wananiloga. Kwa nini tena? Kumbe mjomba Hasani alivyokuwa na akili, kaingia chioni anaoga na helmet. Kila akioga anasema maji ingie kichwani. Mara ya pili hiyo. Nikatasa mara ya kwanza niwacha. Mara ya pili tena nirudia tena. Ni mjomba Hasani. Kirudia mara ya tatu hapa tagombana, tutapambana. Basi tuende hivi. Umesikia sasa? Mjomba Hasani ndo kachukua kindo chake anaoga kopo la kwanza, kopo la pili, kopo la tatu mjomba Hasani. Ndio. Anasema majirani wananiloga. Kumbe mjomba Hasani alikuwa anaoga na helmet. Kila saa ukisema lazima utoboe. Nikatasa kitu usikii. Nikatasa usikii. Hata unasema na mtu mjomba Hasani. Kwa nini mpaka nikufa gazi? Haya, tunasema furahi, mada yetu inaendelea. Mnaniambia kwamba tunaenda kwenye mpira. Je, nikikwambia tunaenda kwa nini unakataa? Mpira ina mambo mingi. Kuna ubisani inatokea pale, ugomvi inaweza katokea, lazima nikuweke nyumbani. Hamna. Haki sawa. Kwenye mpira twende wote. Kule kunakuwa na mambo mengi sana. Unaweza wakacheza mwingine akafungwa akatukana. Sasa hiyo sio vizuri kwenda na mke wako kwenye mpira. Na vile vile wakati mwingine mpira unaweza kuanza saa 5 ukaisha saa 7. Wewe umekaa na mke wako kwenye mpira, inakuja kweli? Au mke anataka mpaka akujue unaenda wapi? Ila kwa kweli vijana wamo ambao anaweza kudanganya nyumbani naenda kuangalia mpira, kumbe anaenda kwenye mchepuko. Hii wamo wengi tu. Mpira inakuwa daraja. Daraja tu. Sasa labda kwa kufunga ama kumalizia, kila mmoja atuambie tabia yake mbaya zaidi na ana mpango gani na hiyo tabia yake, kuendelea ama kuachana nayo. Wenzangu wananiambiaga na hasira za haraka. Na wewe unajigundua kwamba una hasira za haraka. Sasa una mpango gani, kuendelea kwa naacha nimeshaanza kupunguza. Tabia yangu ambayo siipendi ni mkali. Nimefunguka, nimeanza kufunguka ili na nyinyi mfunguke. Mimi tabia sio ubishi. Mimi nakuwa nikisimamia kitu changu na uhakika nacho nimesimamia. Sio ubishi, lakini ni mkali. Ndio hiyo. Sasa wewe nilikwambia mwanzo ukutaje, sasa unajifanya kujishebedua.
Haya, mimi nataka nikutumie kwenye message. Mimi ni mkali pia, ukinizulumu kwa hiyo mimi nakuwa ni mkali, lazima unipe changu kwa sababu mimi ni mfanya biashara. Sasa hata ukinizulumu shilingi 100 atakuwa sikubali. Ona mpango gani na hiyo tabia yako ya ukali, kuacha ama kuendelea nayo? Akinizulumu mimi naendelea naye. Ameacha naona acha. Kwa kweli sasa hivi sina lolote. Kweli hauna lolote. Kwa sababu zamani nilikuwa kidogo na kunywa pombe, naweza kanywa bia 2-3, lakini kila nikinywa mkango anakuja ananigoja. Jamani, mimi sitaki pombe ndani ya nyumba. Lakini nilikuja kuona kaona kwa nini ninywe pombe. Nikaamua kuacha. Kwa hiyo sasa hivi sifanyi. Kwa hiyo hauna tabia yoyote? Sina tabia yoyote sasa hivi. Aniacha. Sababu ninaoenda nao sina tabia yoyote kwa kweli sasa. Tuambie shosti kwa wewe. Tabia yangu mimi mbaya. Mimi napenda sana kukaa na wanaume. Sipendi kukaa na wanawake. Kwa hiyo wanawake wenzangu wananikasirikia, wanajua kama mimi nakaa na natembea na waume zao. Lakini napenda sana yani kukaa na wanaume yani. Sana napenda. Umeshazoea hivi. Yani nishazoea kuanzia shule. Unaona wanawake wambea mbea. Yani nishazoea mimi nakaa Kimbiji. Kwa hiyo ninapenda sana. Mimi hata kuja Kimbiji pia usiku nikuta nimekaa na mwanamke. Napenda kukaa na wanaume. Una tabia tofauti kabisa na wanawake. Yani napenda sana kukaa na wanaume kwa sababu nimekaa na wanaume, nimejifunza mambo mengi sana. Nilipokuwepo wamenipanisha juu kidogo. Kwa hiyo ngikaa na wanaume kama wananipa maneno mawili matatu na mimi kidogo akili inanifunga. Kwa hiyo sasa una mpango wa kuendelea, si ndio? Mimi hiyo siachi. Hiyo hapa. Hiyo uiachi na manufaa mimi napenda. Kitu ambayo tabia mbaya zaidi ambayo ninayo mimi kweli ni ile mtu akinikalisisha sasa hivi. Siwezi hapa kusema hapa hapo. Naenda na samea alafu naona imepisa tu haina shida, lakini naenda mbele na gombana na akili yangu mwenyewe najingata hata vidole. Kwa nini unaniambia vile? Napata tabu sana. Mpaka naweza ukashangaa nikakurudia nikakwambia ulisemaje pale. Siwezi hapo naenda kuanza na visa kichwa yangu, nashirikiana na Alimasasa Marauli ya kichwa yangu mpaka baadaye ndio nirudi tena sasa. Hiyo nataka niitoe. Na kweli hiyo ni mbaya kwa sababu inakula ndani yako. Bora mtu ambaye anaongea pale kuliko yule anayeficha ndani. Yule anayeficha ndani anaweza kukufanyia kitu chochote kile. Ndio. Na mbaya hiyo, na hata mimi natoa ushauri iache. Nataka niache pole kama na watu wengine wangependa kutoa hoja zao, wafanyaje Masai? Yule pale naye kwake sijui anakaa naye ama anatoa, naona anabatasamu tu. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook, toa hoja yako, na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi utaona tumekuandikia hapo Ngrai. Ni kweli kabisa. Na kama pia ukitaka kujua mada ya kesho, tuneni kwenye Buzzpop. Habari yako Mtanzania, karibu kwenye Mini Buzzpop, na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu ijayo inasema ni nini matarajio ya wanachuo baada ya kuhitimu? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Matarajio yangu kabla ya kuingia chuo ilikuwa ni kama wanafunzi wengine. Matarajio makubwa ni kuajiriwa. Nilikuwa natamani nipate kozi ambayo naipenda, ambayo ni kozi ambayo inadili na uandishi wa habari au mambo ya PR. Kabla sijaingia chuo, matarajio yangu makubwa yalikuwa nipate kwanza kozi ambayo mimi naitaka. Kabla sijaingia chuo, it means ni kipindi ambacho ninasoma O level advance, ndoto zangu zilikuwa ni katika kuhusika na masuala ya media. Baada hiyo Buzzpop kitu gani kinaendelea? Narudia tena na sisitiza kila siku. Tembelea YouTube account yetu pale, unaandika Mini Buzz Tanzania, unatazama kipindi yetu kwa sababu watu wanakosa muda wakati mwingine ya kutazama TV. Kiingia hapo utatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza. Kwa pamoja tunasema Mini Buzz, toa hoja.